yani saikolojia katika matukio ambayo yamepita. Kikubwa mimi naamini ni wachezaji kushika maelekezo ya kocha Fadlu Davis. Mimi naamini chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Kwa maana ya quality wise, vile ambavyo tumeona RS Berkane jana wanacheza, vile ambavyo wanakaba, unaona chochote kwamba labda advantage ya kuwa na uwanja wa nyumbani kwa maana ya Simba wakija Amani ama kwa Mkapa, unaona ikawa ni sababu advantage ya kuwa na mashabiki wao, lakini quality tunaona kama zimeachana sana. Kikubwa unaweza ukawa nyumbani na ukapata advantage ya mafans na pia vile ukapoteza kama hauna concentration nzuri katika pitch. Kikubwa mimi naamini wachezaji wa focus ndani ya pitch, waachane na vitu vya nje, waachie management, waachie benchi la ufundi, washikilie kile benchi la ufundi ambacho wanawaelekeza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea, si ndivyo? Lakini ukiangalia RS Berkane ni timu bora ambayo tayari imeshacheza finali 5. Katika hizo 5 wameshachukua vikombe mara 2. Kwa ni timu ambayo tayari ina uwekezaji mzuri, ina wachezaji wazuri. Jana eneo ambalo wamekwenda kutuini ni eneo la ubunifu kiwanjani, nazungumzia eneo la midfield. Kuna mwamba mmoja pale katikati alikuwa anaitwa Kamara, alikuwa anaharibu mipango mingi sana. Kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo tumeshang'amua. Kocha wangu ni mtu ambaye ni mjuzi wa kupanga mipango. Naamini kuna vitu tayari ameshajua athari za Berkane iko wapi, kwa sababu tayari tumeshaingia nao katika kucheza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea. Tusikate tamaa, mashabiki wa Simba, tunaweza kushinda kwa idadi yoyote, ili mradi twende kuchukua ile kombe. Kwa maana ya coach Fadlu, msimu wake wa kwanza anafikisha Simba katika hatua ya mwisho kabisa ya finali. Tunaweza tukamrate Fadlu kama kocha bora wa muda wote kuwahi kutokea Tanzania, kwa sababu Nabi tunafahamu alitumia misimu miwili. Fadlu Davis nikimnukuu mwenyewe kwa kauli yake, anasema bado Simba haijafika kwenye ile lenki ambayo yeye anaitaka, kwa sababu ameingia kwenye kivuli cha kusema kwamba anaitengeneza timu. Kwa hiyo kwa kauli yake anasema bado hajafika kwenye kile kiwango ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa Simba ambapo imefikia, naweza nikasema kwamba Fadlu Davis amefikia 100% kwenye malengo ya klabu ambacho wanakihitaji. Kwa sababu mimi kama Sam Simba, shabiki wa Simba, sikutegemea Simba kama inaweza kufika kwenye hatua hii. Wala sikutegemea kabisa, nisiwe muongo. Kwanza kabisa mtu akushukuriwa na Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini hiki kilichofanyika kwa Simba kwa haraka kimekwenda kukliki kwa wachezaji ambao hawana daraja kubwa. Mtu kama Jean Charles Ahoua ndo mashindano yake ya kwanza, maskini ya Mungu, na juzi ndo anapiga hat-trick yake ya kwanza toka anaanza kucheza mpira. Hii ya juzi alofunga. Kwa hiyo kuna vitu vingi Jean Charles Ahoua kwake ni vigeni, amekuja kuvipatia Simba Sports Club, na ni klabu kubwa ambayo ina mafansi wengi, na yeye mwenyewe anabaki kushangaa. Anafanya vitu vizuri lakini bado mashabiki wanamsema. Anabaki anashangaa. Namba zake ni kubwa lakini bado mashabiki wanamkataa. Kwa hiyo anaambiwa umeingia kwenye klabu kubwa ambayo ina changamoto kubwa. Kwa kikubwa fanya kitu ambacho wao wamekuamini kutoka kule kuja hapa. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu Davis amefanya jambo ambalo management ya Simba wao walikuwa wanataka afanye kama vile. Hilo ni moja. Pili, mashabiki wa Simba huwa wanajisahau sana. Mimi nahitaji twende tukawasupport timu, kwa sababu msimu ulioisha Simba alikuwa nafasi ya 3. Walihudhunika sana katika ile nafasi ya 3. Na ile nafasi ya 3 iliwaelekeza waende shirikisho. Si ndivyo? Sasa hivi wanasema kwamba shirikisho sisi tunacheza finali, wanasahau kwamba mwanzo walinuna. Si ndivyo? Sasa hivi wanachekelea finali. Kwa hiyo tusapoti mashindano yoyote, tusidharau shindano la aina yoyote. Kupata nafasi ya 2, nafasi ya 3 zote pia ni matokeo. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho unakipata. Sam, kumekuwa na debate kubwa sana. Yani saikolojia katika matukio ambayo yamepita. Kikubwa mimi naamini ni wachezaji kushika maelekezo ya kocha Fadlu Davis. Mimi naamini chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Kwa maana ya quality wise, vile ambavyo tumeona RS Berkane jana wanacheza, vile ambavyo wanakaba, unaona chochote kwamba labda advantage ya kuwa na uwanja wa nyumbani kwa maana ya Simba wakija Amani ama kwa Mkapa, unaona ikawa ni sababu advantage ya kuwa na mashabiki wao, lakini quality tunaona kama zimeachana sana. Kikubwa unaweza ukawa nyumbani na ukapata advantage ya mafans na pia vile ukapoteza kama hauna concentration nzuri katika pitch. Kikubwa mimi naamini wachezaji wa focus ndani ya pitch, waachane na vitu vya nje, waachie management, waachie benchi la ufundi, washikilie kile benchi la ufundi ambacho wanawaelekeza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea, si ndivyo? Lakini ukiangalia RS Berkane ni timu bora ambayo tayari imeshacheza finali 5. Katika hizo 5 wameshachukua vikombe mara 2.
Kwa ni timu ambayo tayari ina uwekezaji mzuri, ina wachezaji wazuri. Jana eneo ambalo wamekwenda kutuwini ni eneo la ubunifu kiwanjani, nazungumzia eneo la midfield. Kuna mwamba mmoja pale katikati alikuwa anaitwa Kamara, alikuwa anaharibu mipango mingi sana. Kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo, tumeshang'amua. Kocha wangu ni mtu ambaye ni mjuzi wa kupanga mipango. Naamini kuna vitu tayari ameshajua athari za Berkane iko wapi, kwa sababu tayari tumeshaingia nao katika kucheza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea. Tusikate tamaa, mashabiki wa Simba, tunaweza kushinda kwa idadi yoyote, ili mradi twende kuchukua ile kombe. Kwa maana ya coach Fadlu, msimu wake wa kwanza anafikisha Simba katika hatua ya mwisho kabisa ya fainali. Tunaweza tukamrate Fadlu kama kocha bora wa muda wote kuwahi kutokea Tanzania, kwa sababu Nabi tunafahamu alitumia misimu miwili. Fadlu Davis, nikimnukuu mwenyewe kwa kauli yake, anasema bado Simba haijafika kwenye ile lenki ambayo yeye anaitaka, kwa sababu ameingia kwenye kivuli cha kusema kwamba anaitengeneza timu. Kwa hiyo kwa kauli yake anasema bado hajafika kwenye kile kiwango ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa Simba ambapo imefikia, naweza nikasema kwamba Fadlu Davis amefikia 100% kwenye malengo ya klabu ambacho wanakihitaji, kwa sababu mimi kama Sam Simba, shabiki wa Simba, sikutegemea Simba kama inaweza kufika kwenye hatua hii. Wala sikutegemea kabisa, ni sio muongo. Kwanza kabisa mtu akushukuriwa na Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini hiki kilichofanyika kwa Simba kwa haraka kimekwenda kukliki kwa wachezaji ambao hawana daraja kubwa. Mtu kama Jean Charles Ahoua ndo mashindano yake ya kwanza, maskini ya Mungu, na juzi ndo anapiga hat-trick yake ya kwanza toka anaanza kucheza mpira, hii ya juzi alofunga. Kwa hiyo kuna vitu vingi Jean Charles Ahoua kwake ni vigeni, amekuja kuvipatia Simba Sports Club, na ni klabu kubwa ambayo ina mafansi wengi, na yeye mwenyewe anabaki kushangaa. Anafanya vitu vizuri, lakini bado mashabiki wanamsema. Anabaki anashangaa, namba zake ni kubwa, lakini bado mashabiki wanamkataa. Kwa hiyo anaambiwa umeingia kwenye klabu kubwa ambayo ina changamoto kubwa, kikubwa fanya kitu ambacho wao wamekuamini kutoka kule kuja hapa. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu Davis amefanya jambo ambalo management ya Simba wao walikuwa wanataka afanye kama vile. Hilo ni moja. Pili, mashabiki wa Simba huwa wanajisahau sana. Mimi nahitaji twende tukawasupport timu, kwa sababu msimu ulioisha Simba alikuwa nafasi ya 3. Walihudhunika sana katika ile nafasi ya 3. Na ile nafasi ya 3 iliwaelekeza waende shirikisho. Si ndivyo? Sasa hivi wanasema kwamba shirikisho sisi tunacheza finali, wanasahau kwamba mwanzo walinuna. Si ndivyo? Sasa hivi wanachekelea finali. Kwa hiyo tusapoti mashindano yoyote, tusidharau shindano la aina yoyote. Kupata nafasi ya 2, nafasi ya 3, zote pia ni matokeo. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho unakipata. Sam, kumekuwa na debate kubwa sana, yani saikolojia katika matukio ambayo yamepita. Kikubwa mimi naamini ni wachezaji kushika maelekezo ya kocha Fadlu Davis. Mimi naamini chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Kwa maana ya quality wise, vile ambavyo tumeona RS Berkane jana wanacheza, vile ambavyo wana